Balozi wa vijana Zanzibar na mjumbe wa Baraza la Kiswahili Zanzibar ambaye pia ni mlezi mkuu wa Zanseed Foundation, Mohamed Kasim Mohamed, amepongeza Zanseed Foundation kwa mchango wake mkubwa katika kuisaidia jamii na kutangaza kuikabidhi taasisi hiyo ofisi mpya kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake. Naitwa Mr. Mohamed Kasim Mohamed au wanatumia vijana Prince Eddie Cool. Ni balozi wa vijana Zanzibar, lakini pia ni mjumbe wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar, lakini pia ni mlezi mkuu wa taasisi ya Zanseed Foundation ambayo leo hapa tumefanya uzinduzi wa ofisi yao mpya. Niwapongeze sana Zanseed Foundation kwa jitihada kubwa ambayo wameifanya, kitu ambacho kimenifanya nione jitihada zao mpaka nimeamua leo niwaunge mkono katika kuwapatia ofisi ili waendeleze shughuli zao. Mcheza kwao hutunzwa. Wamefanya mambo makubwa na ndio maana sikuona harama yoyote kwangu mimi kuwazawadia ofisi ili waweze kuendelea kusaidia jamii yetu. Nitoe wito kwa jamii, especially kwa vijana wote ambao wana jumuiya za vijana, basi wasichoke kutafuta, wasichoke kufanya kazi. Wahakikishe tu wanafuata zile thematic area zao katika utendaji wao. Changamoto zipo nyingi, changamoto za kifedha, changamoto za kupata miradi, lakini ni washauri tu kwamba wasichoke kama walivyokuwa hawajachoka Zanseed Foundation. Leo ni miaka 4 wanakaribia tena, lakini wamepata ofisi leo. Uvumilivu, mshikamano, upendo na heshima katika kazi zao ndiyo umewafikisha hatua kubwa ambayo leo imewafanya wanafungua ofisi yao. Kwa upande wake, mkurugenzi na mwanzilishi wa Zanseed Foundation, Said Rashid Said, amesema uzinduzi wa ofisi hiyo umeenda sambamba na maadhimisho ya miaka 4 tangu kuanzishwa kwa taasisi hiyo. Ametoa shukrani kwa wadhamini, washiriki na wa maendeleo na wadau mbalimbali kwa mchango wao katika kufanikisha hatua hiyo. Naitwa Said Rashid Said, ni CEO na founder wa Zanseed Foundation. Namshukuru Mungu siku ya leo tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuweza kuzindua ofisi yetu rasmi na Zanseed Foundation, ikiwa ni maadhimisho ya kuelekea miaka 4 ya Zanseed Foundation, ikiwa kilele chake ni siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 2026. Tunawashukuru wadhamini, marafiki, mataasisi na mashirika tofauti ya binafsi pamoja na serikali kuweza kuungana nasi toka mwaka wa kwanza mpaka tunaelekea kusherehekea mwaka wa 4. Hakika hawajawahi kutuacha mkono hata siku moja, tunaendelea kushikana nao. Vile vile nimshukuru mgeni rasmi na siku leo kuweza kuja kufungulia ofisi yetu. Niwaombe vijana wenzangu, rafiki zangu, ndugu zangu, dada zangu wote waliomaliza form 6, Zanseed Foundation tunadili na mambo ya elimu, jamii, mazingira. Hivyo basi siku atakayotangaza NECTA matokeo yao, kuna zoezi la kuapply mikopo, vyuo na mambo mbalimbali. Sasa Zanseed Foundation kwa kushirikiana na umoja wao na nguvu yao na taasisi nyingine, tumeandaa program kwa ajili ya kusajili wanafunzi kwenda vyuoni pamoja na kuwaombea wanafunzi mikopo hiyo, ambayo itafanyika katika ofisi yetu iliyokuwepo Kijangwani. Na ofisi yetu ipo, ukifika Kijangwani, panda ngazi zako pale juu. Ukishapanda ngazi, upande wako wa kushoto duka namba 8 limechorwa na utakuta mabango yetu nje ya Zanseed Foundation. Hapo utakuwa umefika na utaanza kufanya process za mikopo na kuomba chuo kama ulivyokuwa unahitaji. Na Zanseed Foundation tunakuahidi tuko nawe bega kwa bega, tutakufanyia muda wote huduma yako unaitaka, na sisi ni wa jamii yote, na tulikuwa tunaenda na kauli mbiu inayosema empowering society, empowering community, sustaining the future. Naye meneja miradi wa Zanseed Foundation Samha Suleiman Juma amesema uongozi wa taasisi hiyo umefarijika kuona hatua kubwa iliyofikiwa na kueleza matarajio ya kuimarisha ushirikiano na taasisi mbalimbali. Jina langu ni Samha Suleiman Juma, mimi ni project manager wa Zanseed Foundation na pia ni chairperson wa Urban West Unguja. Vile vile leo katika tukio letu hili la kufungua ofisi, tumefurahi sana kuona taasisi mbalimbali na ma-CEO wa taasisi mbalimbali wamekuja kujumuika nasi katika kufungua ofisi yetu. Kwa kweli tunatarajia makubwa kutoka kwao, na insha Allah nadhani ushirikiano huu utadumu mpaka tutakapofikia mafanikio yetu. Hautakuwa mshirikiano wa temporary. Ushirikiano huu utakuwa ushirikiano endless, yani utakuwa insha Allah. Tunatarajia mafanikio zaidi kwa taasisi zote ambazo zimekuja hapa.